Tumekuja kwa ajili ya siku ya hawa vijana wetu Daria na Jordan. Hongera sana. Hongera sana kwa kufika uamuzi huu. Ni uamuzi mkubwa sana. Ni uamuzi wa maisha. Ni uamuzi ambao sio tu wa dakika moja mbili, bali ni uamuzi mnaofanya kwa muda mrefu. Tumesoma kwanza katika somo la kwanza kwamba Bwana aliwaumba mwanamume, akampa wanyama wote, akampa kila kitu, lakini akasema mbona amekuwa mpweke sana, haifai akae peke yake. Akasema tumweke vile vile mwanamke, lakini hakutaka kuumba mwanamke peke yake, akatumia ile aliyoumba mwanamume akamuumba mwanamke, ili kusudi wasiwe watu wawili bali iwe ni mtu mmoja. Hivyo Adamu akasema huyu ni nyama ya nyama yangu, huyu ni mwenzangu. Huyo ndio ukubwa wa sakramenti ya ndoa, kwa sababu aliona kwamba huyu ni yeye mwenyewe. Kwa sababu hiyo mwanamume atawaacha baba na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa sio wawili tena, bali mwili mmoja. Ndio tumeisoma hiyo, na Bwana wetu Yesu Kristo anarudia mafundisho hayo hayo. Wale Wafarisayo wakaenda kumuuliza, inakuwa kuwaje? Walituambia kwamba mkikosana unampa taraka, mnaachana. Akasema la sivyo, Mungu aliwaumba wakiwa wawili, sio watatu, sio wanne. Hakumwambia mbadala kwamba akiacha yule anakwenda kwa mwingine, ni wale wawili tu. Na yeyote yule atakayemwacha mke wake na kumuoa mwingine anakuwa sio ndoa tena, anakuwa anazini. Na yule atakayeachika kaenda kuolewa mahali pengine, naye sio ndoa tena, anakuwa anazini. Hiyo ndio ukubwa wa sakramenti ambayo tunayo leo na ambayo tunaiamisha leo. Kama mkija kwangu kutenganisha, sema mimi simo. Mimi kazi yangu ni kuunganisha. Kutengana sina mamlaka, kwa sababu anayeunganisha ni nani? Ni Mungu. Hivyo ninyi leo mnakuja kuunganishwa na Mungu ili muweze kuwa kitu kimoja. Ndoa ni kama barabara ya njia moja. Kuna njia ya kuingia, hakuna njia ya kutoka mpaka kifo. Hakuna njia ya kutoka mpaka kifo. Lakini ndoa hiyo sio kwamba ni gereza hata kidogo. Ndoa kama inakaa vizuri ni nzuri, ni paradiso. Lakini paradiso hiyo lazima uijenge, lazima uitengeneze wewe. Lazima kila mmoja wenu ni kama watu wawili. Kidole kimoja akiui chawa, inakuwa vidole viwili unavichika, unavigonganisha, unaua ile chawa. Na nyinyi vile vile hivyo hivyo, kila mara ni nyote wawili. Kila mmoja wenu, sio kazi ya mtu mmoja. Kila mmoja wenu lazima afanye juu chini kuhakikisha kwamba ndoa hiyo inakwenda vizuri. Hii nashukuru sana kwamba mnapofunga ndoa hii sio kwamba ni ninyi wenyewe tu, ni familia mbili kutoka Mgandika na Buyanga zinakuja pamoja. Nilifurahi sana, nilikuwa naulizia juu ya familia ya kule Buyango. Kasikia baba alikuja siku moja akaingia nyumbani kwa Omurangida Justin bila kujulikana, ili aone mtoto wake hawa wanaoanza kusema anakwenda wapi. Na familia ya Omurangida Justin nao walikuwa wanachunguza. Hivyo ninyi wawili mnaoana, lakini na familia zenu zinafurahi kwa sababu zimechunguza zikaridhika kwamba watoto wetu hawa wanakwenda vizuri. Hivyo inakuwa ni kitu kizuri sana. Sisi wa Afrika ndoa zetu sio ndoa ya mtoto na mtoto, ni mtoto na mtoto na baba na mama na ukoo mzima, na mkoo mzima unaingia. Najua kwamba mtandao wa mama wa Daria una mtandao mkubwa kule nyumbani kule. Hivi na wenyewe umechunguza ukaona kweli hii familia ya Omurangida Justin Lambert, baba na mama, ni nzuri na inahitajika. Na ndio sababu tuko hapa,
Hivyo mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kweli mnaanza maisha mkiwa na support, tunasema mkiwa mnapata support ya watu wengi, kwa sababu ukiona hapa unaona kuna maaskofu wawili. Ule ni askofu ametoka Kayanga, amekuja na gari zima na watu kuja kusherekea nyinyi wawili. Hiyo kazi mlionayo ni kubwa. Ametoka Kayanga kule Karagwe kule kuja hapa. Unaona paroko wa Buyango amekuja Daria, amekuja mpaka hapa. Paroko wa Buyango yuko hapa, amekuja ili awe pamoja nani. Mapadre wametoka Bukoba, maparoko wote walikokuwa maparoko wa Bugandika wote wako hapa, kuanzia kwa Mtegaya, kwa wote wako Tiba, wote wako hapa, na mapadre rafiki wote wamekuja hapa, na mimi niko hapa. Na ninamshukuru sana, toka mwanzo niseme namshukuru sana Baba Askofu Yuda Tadei Ruwaichi. Unajua hapa nilikuwa na sali misa nyingi tu na kofia na mfimbo na nini, lakini sasa mimi mtu wa Bukoba nikamwambia, bwana, kuna marafiki zangu kule wanakuja kufunga ndoa, uniruhusu niende niwafungize ndoa na kofia. Akasema tiki, nenda. Hivyo naona hiyo sio kitu kidogo, ni kitu kimefanywa kazi, na kazi iliyofanyika hii yote, na ninyi vile vile mnapaswa kuhakikisha kwamba maisha yenu yanakwenda vizuri, na kitu mnachoweza kutuzawadia sisi ni kimoja tu. Hatuhitaji mtupe zawadi nyingine yoyote ile, ni kimoja tu. Kila nikija kukutembelea Daria, kila nikija kukutembelea Jordan, nikute tabasamu. Hiyo ndio zawadi. Na nikikuta tabasamu nitasema hapa kazi niliyoifanya Mungu ameibariki, Mungu yuko pamoja nami. Nataka nikute tabasamu, nikute upendo, nikute mshikamano. Hiyo ni kitu muhimu sana ambayo sote tunategemea kutoka kwenu. Ndio kile tunategemea ili mkijenge. Lakini ndoa, mtu asikudanganye, haiendi kivyake vyake, inafanyiwa kazi. Kukaa vizuri katika ndoa unakufanyia kazi. Niwaeleze Jordan, ndoa ikivunjika hauna maisha tena, yote yanakuwa banga. Mkiona wazee wenu wanakwenda vizuri ni kwa sababu ndoa yao imeshikamana. Ikifaranganyika na maisha yako yanafaranganyika. Hivyo kila kitu ulichonacho wekeza katika ndoa yako, kila kitu ulichonacho. Ndoa yako kwanza, mengine yote baadaye. Mali zitakuja, vitu vitakuja, marafiki watakuja. Kwanza umewekeza hapa, kazi nzuri. Sasa mko vizuri, mnapendeza sana, hongera sana. Na muendelee mnapendeza hivyo kwa moyo na kwa raha. Hapo na sisi tutafurahi kuwa tunawaona kila wakati, na tunakuja kwenu na tunasema kweli hawa wameamini walichokifanya. Watu waliokuja, nilipokuwa nakuja kwenye ndege, nimekuja na Varangira wengi sana kule, nilikuwa nawatania kwamba na nyinyi ni Mrangira mdogo hivi. Wanakuja hapa kwa sikukuu yenu. Nikaja na Baba Askofu Kesho Mchara, yuko hapo nyuma hapo. Labda simama wako. Unajua, mshike hivyo mwende nayo mbele. Mwende nayo kwa nguvu zenu zote. Mfanyie kazi. Kazi tunayofanya ndio sababu nimechagua somo la Mtakatifu Paulo. Anaeleza vizuri sana tunavyopaswa kufanya. Anaanza kusema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na utupu uvumao. Kikubwa sana ndani ya familia yenu ni upendo. Na upendo usipofaridia unakauka. Ni kama gari, usipoiwekea mafuta ya oili ya tajiri za zamani inanoka. Na ndoa usipoiwekea oili, usipoibembeleza, usipotembea nayo inakauka, na ikakauka inanoka. Hivyo kila wakati upendo ndio kitu muhimu sana katika ndoa yenu. Anasema tena, nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu,
kiasi cha kuweza kuhamisha milima. Kama sina upendo, si kitu mimi. Maana yake hata kama unaonyesha utakatifu, unaweza ukatoka hapo ukasema sasa nimekuwa mlokole na dada kanisani na wala na kusali kwako ni zero. Kama upendo hauko nyumbani kwako, hauwezi kuleta kanisani, hauwezi kuleta kwa watu. Hata kama unatoa watu zawadi, unasaidia maskini, anza na nyumbani kwako. Ndio hiyo. Kama hiyo haipo, hapo hauko kitu. Anza pale ulipo. Nadhani wote mnanisikiliza. Katika lugha ya Kilatini wanasema bagangira barinsi barigurukurira. Manake unaweza kuambia watu watatu au wawili, lakini nawaambia ninyi nyote. Hata nawe kama una ndoa yako wala utota chochote uende nacho. Wanaambia wa duniani na wa mbinguni wanafanya nini? Wanasikia. Uwe upendo katika familia yako. Na ukitoka na upendo wa familia yako, kote utakapokwenda utafanikiwa. Ukienda nje, kwa mfano unakwenda mwalimu, kwa mfano anakwenda kufundisha shuleni, unaona na gonga watoto kaka, kumbe alikuwa anagongana na mke wake au na mume wake kule, akaogopa kumgonga mume wake, sasa anagonga watoto wa watu badala ya mume wake. Ila shida, hasira yote imetoka wapi? Imetoka nyumbani. Lakini kukutana mtu barabarani, anatabasamu, anakujibu vizuri, anaongea vizuri, jua kwamba nyumbani amelala salama. Nyumbani kuna usalama, ametoka nao, akaja nao, na ndio nao tuonyesha hivyo. Na ninyi vile vile, kama mnataka kufanikiwa kila mahali mnapokwenda, lazima mtoke nyumbani mko vizuri, mtoke nyumbani mko vizuri. Mtakatifu Paulo anazidi kutuelezea upendo huvumilia, upendo hufadhili. Upendo wa kweli unajua uwezo na utukufu wa mwenzako, unajua masifu ya mwenzako, unajua madhaifu ya mwenzako haumdharau, bali yale ambapo anakosekana unamvumilia, mnaongezeana, mnaanzia pale mlipo na mnatembea pamoja katika utakatifu, katika utukufu na katika wema. Hivyo kama unataka kuishi na mwenzako, jua mazuri yake, jua vile na madhaifu yake. Madhaifu yake ni sehemu ile uliyoioa au uliyoolewa nayo ni sehemu. Hivyo na yenyewe ni sehemu yako wewe. Ni kama unakuwa na vidole, kama kidole kimoja kimepindikana ni cha kwako, na yule mwenzako kama ana udhaifu wote ule ni udhaifu wako, mtembee nao pamoja na udhaifu huo. Hivyo katika upendo alivyotembea Mtakatifu Paulo, wanaopendana huchukuliana, hupendana, utembea pamoja licha ya madhaifu. Haukuoa malaika, haukuolewa na malaika, umeolewa na binadamu. Sasa hivi imependeza, najua wamevita saluni leo, wamevita saluni, watengeneza yule wengine wenda kuwatambua, hawezi kuwatambua mwingine, lakini baada ya siku mbili utamkuta bila saluni hiyo, utamkuta hivyo ndivyo utamwona alivyo kabisa. Huyo ndiye mume wako, huyo ndiye mke wako, sio yule mwenye suti na tai na nini. Na huyo ndiye uliyemwoa, na ni huyo na vilema vyake na vizuri vyake ndiyo unayopaswa kumpenda kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, maisha yako yote. Mtakatifu Paulo anazidi kutuambia kwamba upendo hauna wivu na haujidai. Mwenye upendo wa kweli kwa mwenzake hujaribu kujiona yeye sio zaidi, anamnadi mwenzake. Ukitaka uwe na ndoa nzuri, ukitaka mke wako akupende au mume wako akupende, kila mahali unapokwenda ongea vizuri juu yake, na unaotembea naye unajua mume wangu amefanya hivi, mume wangu amefanya hivi, atakufurahi kwenda na wewe, badala ya kujinadi mwenyewe. Mwenzake ndiye anamnadi. Yeye na mwanamume akienda na mke wake, mke wangu mzuri sana, anafanya vizuri sana, anajua kupika, kumbe amekula havikuiva sawa sawa, lakini basi unasema anajua. Huwezi kusema hajui kupika, haiwezekani. Hiyo mtajiona nyumbani. Lakini vile sidhani kama mimi sijakula hata kwa mama yangu, sikula chakula kama cha mke wangu. Kumbe ulikuwa unakula cha mama yako. Acha hiyo, sahau. Hiyo ndio upendo, hauna wivu,
na haujidai, bali unamuuza mwenzake, unamwonyesha mwenzake vitu vizuri, unamwambia mambo mazuri ya mwenzake, unamfichia udhaifu wake, unamfichia utupu wake, unamfichia soni zake. Hata kama mkigombana namna gani, huwezi kwenda nje unatangaza mume wangu hivi, mume wangu hivi, au mke wangu hivi. Je, mkipatana ile aibu utaipeleka wapi? Mkishapatana na wale uliwaambia 1 2 3, ukikutana nao wakina wakikuona, yule si ndio alisema hivi hivi, wewe ndio ulisema mwenyewe. Unaona watu hao wote hawa wamevaa vizuri, hata tukienda kwenye pati utawaona wote wameshikana vizuri na wake zao. Wengine nyumbani wametoka magomvi matupu, lakini pale ndio kusudi baadaye mwende maisha yaende. Hata kama nyumbani wametoka magomvi matupu, karibu hataki kujia gari moja, lakini wakifika pale darling, hamna lolote wengine hapo. Lakini ni mwiko kabisa kusema kitu kibaya juu ya mwenzako, iwe hali iweje. Labda kama unakwenda mahala ambapo mnakwenda nyote wawili kupata ushauri, na mnakwenda kwa wale watakaowatunzia aibu yenu, watakaowatunzia siri yenu, lakini hata siku moja usiseme kitu kibaya juu ya mwenzako. Unakuwa unajisema mbaya mwenyewe, unakuwa unajiuza mwenyewe. Upendo hauvunji au kukosa adabu. Upendo wa kweli, mtu hajibu vibaya, mtu hadharau, mtu anasikiliza, mtu anakuwa na adabu, mtu anakubali hata kukosolewa. Kama umekosa, kubali kwamba ukosolewe. Upendo unajua samahani. Ni neno dogo sana, lakini linatoa munkari. Mmegombana, sema samahani, hiyo tu. Mbona yeye ndiye amekosa sana, mimi nimekosa kidogo, kale kadogo, sema samahani na yaishe na mwende mbele. Sasa kwenda kwa nani? Ndio sameheana, mtakwenda kwa nani? Mkiwa nyumbani kwenu mkivumbiana, ni ninyi mtapata shida, mtapigwa kichwa, mtapata magonjwa ya moyo, mtapata magonjwa ya kisukari. Shauri ya kugombana ungesema tu samahani. Sawa tu baba wangu, samahani na wewe. Naenda, maisha yanakwenda, ndio maisha ya binadamu. Samahani ni neno ambalo alisema Mtakatifu Paulo, upendo haujivuni au haukosi adabu. Katika nyumba yenu pawepo na mawasiliano. Ninyi sasa ni mwili mmoja, sio miili miwili. Asije bwana akasikia mke wako anafanya 1 2 3, mume hana habari, anasikia kutoka kwa rafiki kule. Mume wako anafanya hiki na hiki na hiki, ana miradi hii, anakwenda kule na kule, anaisikia kutoka kwa mashoga wake. Mtapata shida nyumbani. Muelezane, muwe wa kweli, mawasiliano yawe mazuri. Muwasiliane nyinyi kwa nini? Muelezane mambo yenu, mpange pamoja, hapo mtakwenda mbele. Msipopanga pamoja mtakuwa mnanyang'anyana. Anatoa sababu za ajabu kwamba anataka hela, kumbe hataki. Anataka kwenda kuwekeza pembeni kule na yeye anakwenda pembeni kule. Hizo haziwi nyingi, kwa sababu mtakuwa mnaibiana wenyewe. Lakini kama mnawasiliana, kama mnapanga pamoja, mambo yenu yatakwenda mbele. Na mwenzako akifanya vizuri unasema asante. Kushukuru ni fadhila. Sema asante mara nyingi, asante. Leo umevaa vizuri, leo umetoka, leo umependeza. Ni maneno machache, lakini yanafanya nini? Ndio kulemba ndoa. Vijana wangu, ndoa ni kuibembeleza, ndoa ni kuipaka mafuta mazuri, ndoa ni kuipeleka mbele. Hapo mtaweza. Ndio ndoa ya Mungu, siongei ndoa ya wengine. Ndoa Mtakatifu Paulo anayotuambia upendo hautafuti mambo yake. Hapa kwanza, mwenye upendo haoni kila mara kusema mimi hivi, sema sisi. Lakini ukiwa nyumbani kila kitu ni mimi, hiyo mwenzako yuko wapi? Na yeye ni mwenye nyumba, na yeye yuko pamoja nawe, hayo hapana. Katika nyumba usemi mimi, unasema sisi. Mimi na mke wangu tutakuja kuwatembelea, mimi na bwana wangu tutafanya hivi. Hapo inakwenda vizuri, hata mnapofanya naye anajisikia vizuri, kwa sababu mimi na bwana wangu, mimi na mke wangu, basi
Hiyo ndio namna ya kwenda mbele. Lakini ukisema mimi, yule umeshamtoa mwenzako, umeshamtoa, sio mimi mmoja tena, hapo mnakuwa watu wawili. Hivyo kila mara tuseme pamoja na tuimbe pamoja na twende pamoja, hapo ndio tutaweza nini? Ndio tutaweza kufika, ndio tutaweza kufika kuthaminiana, kupendana, kujitoa bila kuhesabu, kujitoa bila kuhesabu. Upendo hautafuti mambo yake, ni kujitoa bila kuhesabu, au kukumbuka yale nani ya kukumbuka. Mazuri uyaandike vizuri, mabaya uandike kwenye mchanga yaende. Kwa mfano leo mnatofautiana kitu fulani, unakumbuka mwaka juzi ulifanyia hivi. Jamani, ya mwaka juzi yalishapita na kufukiwa. Lakini ukipata shida ukakumbuka na mwaka juzi na mwaka juzi ule, maisha yenu nyumbani yatakuwa mabaya, kwa sababu ninyi mtakaa pamoja kuliko mtu yeyote yule, mtakaa pamoja kuliko mtu yeyote yule. Na chupa zinazokaa pamoja fanya nini? Kugongana. Ubaya ni kuvunjana. Mtagongana mtafurahia, mtagongana mtafurahia, hapo mambo yote yatakwenda. Na kila kinachokwenda vibaya, mketi muongee, msingoje mambo yaharibike, msingoje hivi ni noko, mwe wazi. Jamani, wiki mimi sikuridhika. Ukisema mapema kikali kidogo, sio kukagua unavimba, unaona mtu analifuka, anafanya kitu cha ajabu, unajiuliza kwa nini? Kumbe kalikenda kanakuwa hawakuweza kufanya nini? Hawakuweza kufanya hiyo kitu, wakakitengeneza ikiwa bado kidogo. Hivyo kama kuna chochote, keti na kuongea pamoja, na hapo mambo yote yatakwenda kuwa sawa.